Hali ni mbaya mtaani kaka. Hali ni? Hali sio shwari. Mnyama kasababisha balaa zito mtaani. Vibaya mno, watu hawasalimiani leo. Watu wamenuna. Watu wamenuna vibaya mno. Walikuwa na matumaini makubwa lakini ndivyo sio. Yes, yani hata shule kwetu sasa. Mkurugenzi amegoma kutuwekea umeme. Amegoma kuwekea umeme? Ana ni Simba. Ni Simba yule, hasa baada ya Simba kupoteza jana hadi sasa hivi hajatuwekea umeme. Hali ni mbaya sana. Simba inasababisha matatizo. Vibaya mno kaka. Sawa sawa. Bwana Yusufu, ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Mnyama kupoteza mechi ya kwanza hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, tena uwanja wa nyumbani. Mnyama alikosea wapi? Ulikuwa ni mchezo wa namna gani? Mimi binafsi nilishuhudia mchezo wenye hadhi ya kuitwa nusu finali. Yes, ulikuwa ni mchezo wa nye hadhi ya kuwa nusu finali. Kwa nini? Kwa sababu tazama namna ambavyo makocha wa timu mbili zote walianza. Kija kwa wekundu wa Msimbazi, namna ambavyo kocha alianza Dimitri Pantev, muda mwingi alihitaji kuwa na miliki mpira, na ndio maana alianza na sifa ya viungo wengi kuliko washambuliaji. Nafikiri nia ya kocha kuanza na idadi kubwa ya viungo, kwanza alihitaji muda mwingi awe na umiliki ya mpira, and then ndo aanze kufanya movement za kwenda kumshambulia mpinzani wake. Na huo ndo umekuwa mfumo mama wa kocha ama meneja wa wekundu wa Msimbazi Simba. Ndio maana utarudi kwenye mechi dhidi ya Singizini alianza hivyo, lakini hata kwenye mechi dhidi ya JKT Tanzania pia alianza hivyo. Na jana pia ameweza kuanza hivyo. Japokuwa kwenye hizo mechi zote ambazo amecheza haujaonekana kuwa ni mfumo ambao unamlipa, kwa maana ya namna ambavyo unaweza ukaona unampa matokeo chanya ndani ya uwanja, lakini ni muumini sana wa aina ya mfumo ambao aliutumia jana. Lakini ukija kwa mpinzani wake, nafikiri alikuwa superbu sana namna ambavyo alikuwa anacheza, hakuwa na kuonyesha kama yuko uwanja ugenini. Yani namna ambavyo alikuwa anacheza hakuwa na kuonyesha kwamba amekuja kutafuta sare, hakuwa na kuonyesha kwamba amekuja kuzuia, lakini alikuwa na kuonyesha kuzihitaji alama 3. Na ndio maana baada ya dakika 90 akafanikiwa kuzipata. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tazama hata namna ambavyo alianza kipindi cha kwanza ndivyo ambavyo amemaliza dakika 90 zote. Yani hakuwa na muda ambao utamkuta yuko nyuma sana anazuia. Alikuwa ni miongoni mwa mpinzani ambaye kama Simba anakuja utamwona anazuia, then akiupata mpira anaanza movement ya kwenda kwenye lango la timu pinzani. Kwa hiyo ni timu ambazo zilikuwa zinapishana, na nafikiri ilikuwa inakuja baada ya kila mmoja kuamini haina wachezaji ambao nao, lakini pia ukubwa wa hizo timu mbili. Nafikiri kwa wekundu wa Msimbazi Simba amekuwa na mfululizo mzuri sana kwenye michuano ya kimataifa. Lakini pia kwa Peter Atletico de Rwanda amekuwa hivyo. Lakini kilicho tofauti ama kilichobadilika ni kwamba ni namna gani ambavyo unaweza kutumia rasilimali watu ambao uko nao kuweza kupata kile ambacho unakihitaji, na ndicho ambacho kinatokea baada ya Simba kufanya makosa wakaweza kupata goli la kuongoza, alafu dakika unazitazama ndio dakika ambazo zinaitwa kuku aruhusiwi kumeza hata punje ya mchele. Kwa hiyo kwangu mimi ulikuwa ni mchezo bora sana kwa timu zote mbili, lakini muhimu ni kwamba kila mmoja alivuna kile ambacho alikipanda. Na mnyama Simba alifeli maeneo gani hasa? Moja kati ya maeneo ambayo nafikiri amemferisha Simba ni ile taswira ambayo alibeba nje ya uwanja. Nafikiri baada ya kupangwa haya makundi ulikuja ukanioje na tukazungumza. Maneno alikuwa ni mengi sana kwamba kundi la Yanga ni kundi la kifo, lakini kundi la Simba alikupewa ukubwa au ama alikupewa kipaumbele kwa ni gumu. Lakini nakumbuka nilikuthibitishia kwamba Simba wapaswa kuichukua hii kauli. Inaweza wakakutana na kitu cha tofauti ndani ya uwanja. Anaweza kukutana na aibu kubwa sana. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanaenda kukutana na timu ambayo kubeba kombe kwenye ligi ambayo inashiriki ni jambo la kawaida. Kucheza hatua ya robo finali, nusu finali kwao ni jambo la kawaida. Wamekuwa na mfululizo bora sana, na nafikiri imekuwa miongoni mwa timu tishio kutokea Angola. Sio tu imemsumbua Simba jana, imekuwa ikisumbua baadhi ya timu ambazo wanakutana nazo. Kwa hiyo ile taswira ambayo Simba alibeba nje ya uwanja kwamba kundi letu ni jepesi, ndicho ambacho kienda kutokea ndani ya uwanja. Yaani kile ambacho kilikuwa kinazungumzwa nje ya uwanja ndicho ambacho walienda nacho hadi ndani ya uwanja. Wakakutana na surprise. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu tazama hata approach ya mwalimu ya game hakuwa anakuonyesha kama ni kweli anaidhamiria kuzitaka alama 3. Mfumo ambao alianza nao
kuna wachezaji mimi binafsi sikuwa na waona wanapaswa kumaliza dakika 90, lakini aliendelea kuwapa nafasi ya kucheza. Mchezaji kama Neo Maema mimi binafsi kwenye mchezo wa jana hakuwa na uhatari mkubwa sana, lakini mchezaji kama Joshua Mutale alipaswa kutoka mapema sana. Lakini kitendo cha kumtoa mchezaji kama Nabi Kamala, pale ndipo ambapo alienda kuua matumaini ya Simba kupata bao. Kwa nini? Kwa sababu anamtoa Nabi Kamala ambaye anasafa ndani ya uwanja kuliko mchezaji mwingine yoyote. Lakini pia ni pasa mzuri kuliko mchezaji mwingine yote kwenye ile eneo la katikati. Anamwacha Rasani Kanto, of course ni bora sana kwenye kupiga pasi, lakini mzigo ulikuwa mkubwa kwake, kwa sababu nyakati ambazo unamhitaji apige pasi kwenda kwenye eneo la timu pinzani ndio nyakati ambazo pia unamhitaji aweze kuzuia mashambulizi ya timu pinzani. Kwa akajikuta muda mwingi anapaswa kuwa wa pili kwenye matukio, kwa maana akawa anachelewa kufika kwenye matukio. Kwa hiyo nafikiri kwa muda mwingi sana nilimuona kocha ni kama machague wachezaji ya kuwa sahihi. Kwenye mchezo wa jana ulikuwa unamhitaji mchezaji kama Kip Dennis aanze, lakini of course huyo hakuwepo hata bench, uwezo ukalaumu hilo. Lakini mchezaji kama Steven Dese Mukwala, Jonathan So, hata Selemani Mwalimu, nilitamani kuona nyakati ambazo anamtoa mchezaji kama Morris Abraham basi aingiza hata tu double strike aanze kutumia mipira ya juu, lakini akashindwa hata kufanya hivyo. Nilitamani aweze hata baada ya kumtoa Joshua Mutale basi aingie Steven Dese Mukwala ambaye of course ni striker, lakini ana sifa za kucheza kama winga, ili awe na idadi kubwa ya wachezaji ambao wanaweza kukimbia kwenye maeneo, lakini pia kuweza kufunga. Ubunifu ungeongezeka zaidi, lakini hakuweza kufanya hivyo. Nyakati ambazo anapaswa kufanya maamuzi ya kwenda kuiua mechi ndio nyakati ambazo anarudi nyuma kwenye namna ya kufanya maamuzi yake. Kuna nyakati zimefika tayari uko nyuma goli moja. Kwa kocha yote ambaye anaonyesha kweli kuitaka mechi, yuko lazi kuua beki moja pembeni, kwa maana ulikuwa unategemea kumuona hata Shomali Kapombe ama Anthony Mligo mmoja anatoka. Unamtoa hata Anthony Mligo and then unaongeza nguvu kwenye eneo la ushambuliaji. Weka hata Selemani Mwalimu, huu unacheza na washambuliaji karibia watatu, lakini hakuweza kufanya hivyo. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri yuko kwenye timu ambayo mwisho wa msimu itakudai mataji, isipofikia malengo utaondoka. Kwa asisahau hilo, kwa sababu tabia za mashabiki wa Bongo mimi nazijua. Yaani sio tu tabia za mashabiki wa Bongo, lakini hata viongozi ziko wazi ni kwamba kile ambacho wanahitaji kifanyike ndicho ambacho kifanyike.